Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Ndiyo. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Imemulika moja kwa moja kwa upande wa mitaa ya Twiga na Jangwani. Inasemekana kwamba Young Africans wafikia pazuri na Khalid Aucho waweka mwaka mmoja mezani. Klabu ya Yanga bwana imeanza mazungumzo na mchezaji wao Khalid Aucho, dokta wa mpira huyu ndani ya klabu ya Young Africans kwa ajili ya kuongeza mkataba mpya. Yanga imempa Aucho ofa ya mwaka mmoja na marupurupu tu ya kutosha. Pande zote mbili bado zinazungumza na Young Africans wana matumaini makubwa kuwa Aucho atakubali ofa yao mpya. Aucho he deserves kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Young Africans kwa mahitaji ya timu na mwenendo wa klabu. Unajua kuna kitu kigumu sana kwa upande wa hapa. Sijajua pengine leo anaweza akanisaidia kwa sababu naamini ripoti huwa zinaandaliwa na walimu kwamba kwenye hii miezi mitatu, na bahati nzuri alikama walikuja akaainisha vizuri kwamba Young Africans huwa anapokea ripoti kila baada ya miezi mitatu, kwa maana ripoti ya mwalimu. Kuna msimu huu ana ripoti 3 ambazo anatakiwa kuweza kuzifanyia kazi. Ripoti ya kwanza ya kocha Miguel Gamondi ambaye naamini baada ya kuondoka aliwapa Yanga ripoti kwamba kuna 1 2 3 sehemu ya maboresho ni haya na haya na haya. Sehemu ambayo mnatakiwa mvunje na mtengenezo ukuta mpya inatakiwa mfanye 1 2 3. Huyo ameondoka. Baada hapo amekuja Siramovic. Naamini kwenye uondokaji wake pia lazima mwalimu uweze kuacha ripoti kwa kila ambacho ulichokiona kwa kipindi ambacho ulichukua umekaa ndani ya kikosi cha Young Africans. Siramovic naye pia ana ripoti yake ndani ya Young Africans. Kuna huyu Hamdi ambaye sasa hivi anaenda kumaliza msimu akiwa na kikosi cha Yanga. Naye pia atakuja na ripoti yake kwamba bwana kuna 1 2 3. Ukiangalia sidhani kama Hamdi amemfaidi sana Khalid Aucho kwenye upande wa kikosi chake. Kwa aina namna ambavyo Khalid amekuwa anapata majeraha hapa na pale, lakini hata utimamu wake wa kimwili pia kuna namna ulikuwa una shake pia kwa asilimia kubwa. Khalid Aucho wa kuanza vizuri sana msimu huu kama mnakumbuka. Young Africans walikuwa wanafikiwa zaidi kiwepesi kwenye eneo lao la ulinzi kwa sababu ya energy ambayo yuko nayo Khalid Aucho, na ilikuwa ni kipindi cha Gamondi. At least baada ya kuingia Siramovic alijua namna gani pia kuhakikisha kwamba anaenda kumpunguzia majukumu mengi. Ukiangalia walikuwa wanacheza Pacha pamoja na Mudathiri haya kama viungo wa chini, na Mudathiri alikuwa apewe role kubwa ya kuzunguka uwanja kwa sababu alikuwa anaamini kwamba sasa hivi Aucho ni moja kati ya wachezaji muhimu kwenye upande wa kikosi chetu, lakini hahitaji sana kukimbia eneo kubwa la uwanja, lakini pia hatakiwi kubaki peke yake kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo lazima abaki na mtu ambaye anaweza akawa anampa msaada. Kwa hiyo kuna muda kipindi cha Siramovic tulikuwa tunamuona Mudathiri akicheza eneo la karibu sana na nani na Khalid Aucho, kwa sababu Ramovic alikuwa anajua kabisa hali ambayo yuko nayo nani Khalid Aucho. Kwa hiyo kuna ripoti ambayo ameiandika, na huyu Hamdi naye pia kuna ripoti ambayo atakaoiandika atakao hapa nani Young Africans. Sasa sijajua kwenye kufanya namna gani ya kuhakikisha kwamba Aucho anabaki ama anaondoka. Je, ni utashi wa viongozi ama wanafuata hizi ripoti mbili za walimu ambao tayari wameshatangulia ndani ya kikosi cha Young Africans? Lakini ukiniuliza mimi, Khalid Aucho anapaswa kubakia kwa sababu kwa sasa hivi ukiona Young Africans ukimtoa Khalid Aucho, ni mchezaji gani ambao anaweza wakaenda kumsajili kwenye dirisha kubwa la usajili ambaye anaweza akaja akavaa viatu vya nani vya Khalid Aucho? Kwa sababu naona tayari washachelewa. Ili sasa kuanza kumwandaa mrithi mpya wa Khalid Aucho, inabidi sasa waanze kumtazamia kuanzia msimu ujao, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna story nyingi ambazo zinazoendelea. Duke Abuya, timu kutoka nchini Algeria pia zinamhitaji JS Kabylie, lakini pia nimeona pia kuna tetesi kwamba Simba nao wanamhitaji nani Duke Abuya. Kwa ukiangalia ni moja kati ya wachezaji ambao sasa hivi ana ofa kama 2 ama 3. Kwa ni jukumu lake sasa kuchagua abaki Yanga ama aweze kuondoka kutafuta changamoto sehemu nyingine. Raymond, tumalizie na hili la Khalid Aucho. Hakuna mwalimu aliyepita Yanga kai kumkataa Khalid Aucho. Kwa nini hajaye kumkataa? Ni quality ambayo yuko nayo.
regardless kwamba wewe na tunaona legs ni kama zinaanza kumdai Aucho, ni kama umri sasa unaanza kumfikia kwamba Young Africans kingola kinapiga kwamba watahitaji sasa kwanza kufikiria ni mtu gani ambaye inawezekana atakuja hapo baadaye kuvaa mikoba ambayo yuko nayo Khalid Aucho. Na ndio maana utaona Young Africans kwenye contract yao offer yao ni mkataba wa mwaka mmoja kwa sababu wanaamini he is good, lakini wanajua kabisa kuna vitu ambavyo sasa hivi Aucho hawezi akatupa. Ile busting kwenda kukaba kwenye mapana ya uwanja akisimama kama holding midfielder pale chini kwenye ile rest defense yao hapendi sana sasa hivi kwenda pembeni. Na ndio maana unaweza kukumbuka Sid Ramovic alipoingia alikuwa anambananisha yeye na Mudathir Yahya pale chini, alikuwa alimlimit muda kwenda mbele ili hakikisha anamsaidia Khalid Aucho kwenye jukumu la kuhakikisha anaenda kuzuia kwenye mapana ya uwanja, lakini pia kuongeza idadi ya watu ambao wanaongezeka kwenye rest defense. Kwa hiyo nafikiri Young Africans wanatakiwa waanze kufikiria sasa Khalid Aucho hatakuwa naye kwenye misimu mingi, na binafsi nafikiri kuna mtu ambaye inawezekana akipewa nafasi kwenye hilo eneo anaweza akaanza kuwa na experience, lakini pia anaweza akaanza kuwasaidia taratibu, na yuko pale pale Young Africans. Nani huyo? Azizi Andabwile ni mchezaji ambaye binafsi nafikiri akicheza kwenye eneo la holding midfielder ni mzuri zaidi kuliko akicheza kwenye eneo la center back ambao Young Africans wanamtumia. Sisemi anaweza kukupa kile anachokupa Aucho, kwa sababu there is no one ambaye anaweza kukupa kile kitu ambacho anakupa mtu mwingine, lakini ni mtu ambaye akiwepo pale anaweza kazima na akacheza vizuri. Sijajua sasa kocha ambaye atakuja kama atakuwa na mipango na Azizi Andabwile ama naye ndo atakuwa atamnyoa kama ambavyo inasemekana tetesi kwamba inawezekana akanyolewa, lakini nafikiri alitakiwa kupewa fair trial ya kucheza katika eneo ambalo yeye ndio alifanya Young Africans wamsajili, kwa sababu Young Africans wakati wanaenda kumrecruit kama center back walimrecruit kama kiungo wa chini, na alikotoka alikuwa anafanya hizo kazi kwa asilimia kubwa, na ndio maana wao walivutiwa naye. Sasa kama umevutiwa naye afu amekuja kwako na mchezaji center back afu unataka umhukumu kwa kumuondoa kwa vile anacheza nafasi ya center back, sidhani kama ni sahihi. Haijakaa sawa. Nafikiri alitakiwa kupewa nafasi, na kuna mechi hapa alipewa, nafikiri alipewa moja, tulimuona alicheza eneo la kiungo wa chini na alicheza vizuri sana. Sasa sijajua wao wanawaza nini, lakini nafikiri before kwanza kuangalia nje huko walitakiwa anze pia kuangalia ndani kwamba tuna mtu ambaye anaweza akatupa hichi kitu ambacho kinakaribiana na kile ambacho anaona kitoa Khalid Aucho. Yupo kwa mkopo inasemekana na sakata lake bado lipo, na niliona kwamba kama jina linasomeka ni mchezaji wa Fountain na Singida. Kuna kesi ambayo bado inaendelea. Kuna kesi ya Fountain Singida. Kama Fountain baada ya msimu huu watakubali endelee kubakia kwa mkopo ama wanaweza wakamrejesha. Inategemeana na deal la kulandana itakuwaje. Basi sawa, acha inyeshe tuone panapovuja, na mimi natamatisha